Hatimaye tena ya paa tukiwa na wasaa bomba zaidi. Tuko na sehemu safi ya tatu ya chuma bomba sana ya paa. Kumbuka sema chuma kinafahamika kwa jina la Balaluko, ikiwa chini ya usimamizi wa mtaalamu wa kumuita Gabo Zigamba undani. Hatumia jina la Dayo. Basi tutunganishe pale ambapo tulikuwa tumeishia katika sehemu safi ya pili, ili kujua nini ambacho kimejijili katika balaa zito sana ile ya paa juu ya hadithi ya binti ambaye anafahamika kwa jina la Annabella. Lakini juu ya ujauzito ambao alionao binti, tunahitaji kujua mhusika zaidi nani. Basi tuunganishe katika sehemu ya tatu ya paa. Basi ilikuwa ni kipindi ambapo mtaalamu ambaye anafahamika kwa jina la Dayo alikuwa anahitaji kutoka na mke wake. Wako tayari wampokea mwaliko kutoka kwa mtu fulani hivi ambaye tulimsikia katika sehemu ya pili. Hata hivyo mama alisema ingekuwa ni vyema kama binti angeendelea kuwa around katika pande hizi. Lakini pia mama aliuliza juu ya umuhimu wa binti Annabella kama bado ana nafasi ya kuaminika katika jumba hili. Mama alisema kwa sasa sio muda sahihi wa kudiscuss hilo jambo. Lakini pia binti Annabella alikuwa akimchungulia sana mkali ambaye anafahamika kwa jina la Dayo. Lakini tujue nini ambacho kimejificha katika ujauzito wa binti. Basi tuendelee kusonga tutapata muktadha zaidi. Sasa binti alikuwa anaumia sana kwa kile ambacho kinaendelea, kwa sababu mpaka sasa hatujui nani nani ambaye anahusika na ujauzito wa binti ambaye ni kama kijakazi tu, yani mtaalamu wa kuita Dayo, baba mwenye nyumba, au bwana mdogo ambaye anafahamika kwa jina la Jordan. Kumbuka ni Balaluko mpasuko tena hapa. Basi binti akiwa katika chumba chake aliweza kuingia binti ambaye anafahamika kwa jina la Lily, ambaye alikuwa ni kipenzi cha mkali kufahamika kwa jina la Jordan. Alikuwa anasema kwa namna yoyote lazima binti ataweza kutoka katika hii nyumba. Lakini binti aliweza kuongea maneno ambayo kiukweli alikuwa analeta kamzozo kidogo. Ilifika sehemu mpaka Annabella akakosa kitu sahihi cha kumjibu binti huyo, ya kusema kama angekuwa anapendwa angeweza kuongozana na mwanaume wake katika ile eneo. Lakini kitendo cha kuja yeye mwenyewe hapa ni kwamba inaonyesha ana uhitaji, yani hitajiki kwa yule mkali ambaye anafahamika kwa jina la Jordan. Naomba ni kama mtu yani ni kama uwanja ambao hautoi matunda. Hivyo una kitu chochote ambacho kinaweza kuvutia watu wasogee katika uwanja wako. Hii ilimuumiza sana binti ambaye anafahamika kwa jina la Lily. Wewe sema utakuja kulipa kwa kile ambacho unakisema tu, na utalipa kwa dhambi ambayo unaitamka na Bella juu yangu. Lakini upande wa pili kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina Jordan aturudisha kwenye kumbukumbu ambayo tukupata juu ya makubaliano yale. Mzee Dayo kumbe yamwambia kila kitu Jordan, ya kwamba ujauzito ni wako, kinaenda anahusika na ule ujauzito. Lakini kwa vema kama kijana angeweza kumtunzia siri babake, kwani hata yeye anaweza akaja kupitia katika maisha baadaye. Hivyo mzee alimwomba kijana wake asimame kama mwanaume kwa ajili ya kuhakikisha anamtetea juu ya kile ambacho kinaendelea. Hili muumiza sana bwana mdogo fahamika kwa jina la Jordan, kwa tayari agundua kweli mzee ndo anahusika. Basi baadaye alikuwa anahitaji kuongea na kipenzi wake ambaye anafahamika kwa jina la Lily. Lily ni kwamba mpaka wakati huo alikuwa amini ya kwamba kama Jordan ameweza kumchiti kiasi hicho. Basi binti alidai ya kwamba hiki ndo malipo ya kile ambacho alikuwa anakitegemea kwa Jordan. Jordan amwambia kwa hicho ambacho anakisema kiko sahihi zaidi, ila ingekuwa ni vyema kama Bi angempa nafasi ya kuweza kumpa ili aweze kumwambia ukweli juu ya kile ambacho kinaendelea. Lakini binti Lily alikuwa mkali sana, hivyo alikuwa anatengeneza nafasi ya kumfanya mwanaume aweze kuongea kitu ambacho huenda kingeweza kumpa mwongozo wa kile ambacho kinaendelea. Basi tunaambia kadri muda unavyozidi kwenda, bibi Lily aligeuka na kuzidi kuwa mbogo zaidi. Alikuwa ni mtu mwenye hasira kiasi kwamba nafasi ya Jordan kujitetea kwa kile ambacho kimetokea ilikuwa ni ndogo sana. Lakini sasa nini ambacho mwanaume atafanya kutokana na kitu ambacho kinaendelea? Yale kwamba hata kesi ambayo amepewa sio ya kwake. Mzigo wote ameucheza baba la baba. Basi tunaambia binti alimpiga Jordan na kitu kizito zaidi mpaka Jordan alidondoka chini. Sasa tujui baada ya Jordan kudondoka chini ni nini ambacho kitajiri. Bila kumbuka chuma inafahamika kwa jina Balaluko. Tukutane katika episode safi inayofuata ili kujua muktadha wa kile ambacho kinasonga.
Basi tunahitaji kujua hatima ya Jordan baada ya kupigwa na kitu kizito zaidi. Tukutane katika episode safi inayofuata. Yani ilikuwa burudani bomba zaidi hapa kutoka DC Production. Let's say ciao.